Msamaji wa TNTV, tuko katika mtaa wa Kamizirente, kata ya Mishenye, manispaa ya Bukoba, ambapo zoezi la kushusha tofali 180 likiendelea. Tofali hizi zimetolewa na mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, mhandisi Johnston Mtasingwa, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono jitihada za ujenzi wa nyumba ya Mama Dorosea. Hii si mara ya kwanza kwa mbunge huyo kutoa msaada wa tofali kwa mama huyo, kwani awali ametoa tofali 300 pamoja na kuchangia katika shughuli mbalimbali za kufanikisha ujenzi wa nyumba hii. Amada Simba ni katibu wa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, hapa anaeleza zaidi kuhusiana na msaada huu. Tunakuja tena kuongeza idadi ya matofali ambayo yanakuwa yanamalizia nyumba. Matofali 180 ambayo yanamalizia moja kwa moja condition ile ya mwisho ya kuwekea mabati. Hapo awali tulikuja na mabati na matofali 300 ambayo tuliyaleta kwa ajili ya kuchangia huyu mama ili aweze kuingia katika nyumba yake baada ya kutoa mwanae. Lakini Mheshimiwa Mtasingwa akaona hapana, aliwaahidi kwamba ataendelea kuwa naye kuendeleza mchango huu mpaka hapo nyumba itakapoisha. Kwenye hatua ambayo mnaiona inayoendelea, bado nazidi kuhamasisha wanabukoba kwa upendo huu, tuendelee na upendo, mshikamano, tuzidi kuibua mambo haya mbalimbali, kwa sababu watu wapo wengi ambao wanakuwa na mahitaji. Lakini sisi kama ofisi ya mbunge na mbunge wa jimbo la Bukoba mjini anaendelea kuhamasisha kwamba wananchi tupendane, tuwe na umoja, tuwe na mshikamano kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ya jimbo la Bukoba mjini. Mheshimiwa Johnston Mtasingwa ameendelea kuguswa katika matokeo mbalimbali kwenye jimbo la Bukoba mjini. Hapa awali ameenda kwenye kaya zaidi ya 300 za kuweza kuona wale watu wenye mahitaji maalum. Ameweza kuwezesha chakula na vitu mbalimbali ili kuwapa furaha kwa siku za sikukuu. Lakini bado hajaishia hapo. Amekwenda Kashenye, amehamasisha wananchi kwenye ile nyumba iliyoungua na moto. Pia ameweza kuwagusa wananchi. Lakini bado hajaishia hapo. Ameenda kwenye kaya zaidi ya 25 Kashai. Zile watu ambao walikuwa hawana uwezo. Kaweza kuwafika na kuwapa tabasamu mbalimbali. Mheshimiwa Johnston Mtasingwa akatembelea na vituo vya yatima. Kama hapo jana wamekuja tena wakina mama akiongozwa na mtu wa Mheshimiwa Mtasingwa, akaleta papi, akaleta misumari, akaleta na meshi ya kuweza kuongeza katika funga zile papi na kuwezeka. Sababu mabati tayari, naambia wananchi wameshachangia tayari. Kwa hiyo tunawashukuru wananchi kwa umoja huu kuendelea na michango yao hii ambayo inaendelea, ambavyo niliomba mabati, niliomba papi, niliomba misumari na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kuwezesha nyumba mpaka ikaweza kusogea. Lakini wakati tunaendelea hapa, nipende kuwashukuru umoja wa vijana wa kata hii ya Mishenye walioweza kuendeleza hili swala na kuliibua na kuweza kumuinua huyu mama na kumpa furaha ya kuweza kuingia katika nyumba yake. Kwa upande wake Mama Dorosea ametoa shukrani zake za dhati kwa mbunge Mtasingwa, akisema msaada huo ni faraja kubwa kwake, huku akiahidi kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ili aendelee kugusa na kuwasaidia wananchi wenye uhitaji. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa kunikumbuka, na naamini wametumwa na Roho Mtakatifu kuja kwangu. Naendelea kumshukuru mbunge kwa kazi nzuri anayoendelea kunifanyia na kunipambania, kwa sababu bila yeye na wengine wote nisingeli kuwa hivi nilivyo, lakini kwa nguvu zake na kwa kuendelea kunifariji, ndio maana niko hapa, nimekaa, nimetulia, nimesimama, tuseme nimesimama. Nawashukuru nyote, namshukuru mbunge, na washukuru na wote ambao wanaendelea kushikamana mmoja baada ya mwingine, anayetoa 100 kwa sababu anatoa kwa moyo kwa kunikumbuka. Hata na nyinyi mnaokuja kuangalia tukio, kuangalia kinachoendelea, naendelea kuwashukuru sana, na waombea kwa Mungu, na waweka mikononi mwa Mama Bikira Maria, yani awape nguvu, awaimarishe, awape umoja, upendo kama mnavyoendelea kunifanyia mimi. Mungu mwenyewe awabariki, na mbunge ambariki, na wote waliopo na wote anaoshikana nao mkono wote, na waombea kwa Mungu, na waweka mikononi mwa Mungu. Nasema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu awatangulie kwa kila jambo na kwa kila hatua mnayoitika. Hatua hii inaonesha jitihada za mbunge Johnston Mtasingwa kuendelea kuwa karibu na wananchi wake
kwa kushiriki moja kwa moja katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi hususan katika sekta ya makazi. Mimi ni Arnold Kailembo na hii ni TNTV. Usahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment.